Na tukiendelea na taarifa tulizokuandalia ni kwamba makamu wa rais wa Tanzania Emmanuel Nchimbi alijiuzulu hapo jana. Nchimbi akitangaza hatua hiyo pia alitangaza kustaafu katika siasa. Kwenye barua yake, Nchimbi amesema alimwahidi Rais Samia Suluhu kwamba watashirikiana hadi atakapotaka kumteua makamu mwingine. Mimi Emmanuel John Nchimbi naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Miezi 9 iliyopita alikula kiapo kama makamu wa rais wa pili tangu Rais Samia Suluhu alipochukua uongozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na sasa chini ya mwaka moja, Emmanuel John Nchimbi ametangaza kujiuzulu na pia kustaafu siasa na utumishi wa umma. Katika barua aliyochapisha mtandaoni, Nchimbi amesema amechukua hatua hiyo ili kumpa fursa Rais Samia Suluhu Hassan kumteua makamu mwingine. Nchimbi akisema kuwa alikuwa amemwahidi Rais Samia kwamba atang'atuka nafasi hiyo endapo rais atapendelea kufanya mabadiliko ya makamu wake. Taarifa za kujiuzulu kwake zimekuwa zikisambaa kwa majuma kadhaa, huku kukiwa na joto la kisiasa ndani ya chama tawala cha CCM. Mwezi Juni mwaka huu, wakati wa kikao cha kujadili bajeti bungeni, mbunge maarufu wa jimbo la Tungu na Simai Mohamed Said alitoka nje ya mjadala na kuanza mashambulizi dhidi ya mtu aliyedai ni msaliti ndani ya serikali, mashambulizi yaliyoonekana kumchimba Nchimbi. Binadamu ni wale wale, lakini niwaambie ndugu zangu, hawa wale wale leo nambatiza mmoja aliyekuwemo ndani ya serikali, basi ni Yuda. Kabla ya kuchukua hatua hii, Nchimbi amekuwa akizungumzia hadharani kuhusu haja ya mageuzi ya katiba nchini Tanzania. Wakisema una jambo la kuwaambia Watanzania moja tu, unapewa nafasi ya mwisho, sema moja, nitasema pambaneni mpate katiba mpya. Nchimbi kwa barua yake kwa Rais Samia atahudumu hadi tarehe 4 Septemba mwaka huu. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi. Na kwingineko tunaarifiwa kwamba Mahakama Kuu imekizuia chama cha Liberty National Democratic